Ushirikishwaji wa pamoja wa kupeana taaluma kati ya sekta za serikali na binafsi tunaamini zitasaidia sana katika kufanikisha majukumu ya watendaji wa Mji Mkongwe na wanaopewa huduma, hasa ukizingatia umuhimu wa uhifadhi wa urithi wa Mji Mkongwe. Faraja hiyo imeelezwa na Mkurugenzi Mkuu Mamlaka ya Hifadhi na Uendelezaji Mji Mkongwe Zanzibar, Zaharani Mohamed, wakati wa mafunzo ya kuongezea uwezo na uelewa wa watendaji na wadau wa mji huo. Na mafunzo haya yameandaliwa kwa pamoja na Wizara ya Biashara na Wizara ya Utalii pamoja na Mamlaka ya Hifadhi na Uendelezaji Mji Mkongwe. Maudhui makubwa ni kwa ajili ya kuongeza uwezo wa watu kutoa huduma kwa uweledi, lakini pia na kupunguza ile misuguano inayotokezea ikiwa watu hawajaelewa au hawajaelimika katika zile huduma zinazotolewa. Kama inavyoeleweka, Mamlaka ya Hifadhi na Uendelezaji Mji Mkongwe ina dhamana ya kusimamia maendeleo, hifadhi, utoaji huduma katika eneo lote la Mji Mkongwe ili kulinda hadhi yake ya kitaifa na ya kimataifa, hasa kwa vile ni urithi ni kitovu cha urithi wa kimataifa kupitia UNESCO. Sasa mafunzo yetu ya leo yamehusisha wafanyakazi wa Mamlaka ya Hifadhi ya Mji Mkongwe, watu kutoka jamii, kwa mfano masheha, watu wa vikundi vya bodaboda na bajaji, na wawakilishi wa vikundi vingine kama za biashara za forodhani na ndogo ndogo zilizoko maeneo ya Darajani. Tunatarajia kwamba mafunzo haya yataleta ufanisi mkubwa katika utoaji huduma na uelewa kwa wale ambao wanapokea huduma hizi kupitia Mamlaka ya Hifadhi na Uendelezaji Mji Mkongwe. Thabit Masheko Ali kutoka Wizara ya Biashara na Viwanda ndiyo mkufunzi wa mafunzo hayo. Amesema mafunzo hayo ambayo yana mahusiano na washirika kutoka Japani kupitia falsafa ya Kaizen yanatoa fursa ya kupiga hatua ya maendeleo kupitia rasilimali tulizonazo. Falsafa Kaizen kwa ufupi tu inamaanisha kwamba ni uimarishaji endelevu au uboreshaji endelevu, ikimaanisha kwamba tunaweza kutumia rasilimali chache tulizonazo kwa ajili ya kuboresha shughuli zetu za kila siku bila ya kutegemea msaada au kutegemea fedha kutoka kwa watu wengine. Kwa hivyo hii falsafa imeanza Japani tokea miaka ya 40 na hadi kufikia miaka ya 70 wenzetu walifanikiwa sana, na ukiwauliza miongoni mwa mambo ambayo yaliwasaidia na kuwafanya kupelekea waendelee haraka zaidi, ni miongoni mwao ni matumizi ya falsafa hii ya Kaizen. Sasa sisi niseme tu kwamba falsafa ya Kaizen ni multi-sectoral, yani inaweza kutumika popote, iwe kwenye sekta ya uzalishaji, iwe kwenye sekta ya viwanda, lakini hata kwenye sekta ya huduma. Masheko ambaye ni mkuu wa kitengo cha falsafa hiyo ameongeza kuwa kampeni hiyo imeona kuna haja ya kuelekeza nguvu katika sekta ya utalii kwa Mamlaka ya Mji Mkongwe, ukizingatia utalii ndio sekta mama ya uchumi wa Zanzibar. Pia tumejikita kwenye sekta ya huduma na tumeanza na sekta hii ya utalii kwa sababu ndio sekta mama hapa kwetu Zanzibar. Kwa hivyo, na miongoni mwa wadau ambao tumebahatika kuanza nao ni hii Mamlaka ya Mji Mkongwe. Lengo letu hapa ni kuangalia mazingira ya Mji Mkongwe na kuangalia jinsi gani tunaweza kuboresha mazingira, lakini kuboresha utendaji kazi wa Mji Mkongwe wenyewe, lakini pia utendaji kazi wa wadau ambao wanahusika kwa njia moja au nyingine na Mamlaka ya Mji Mkongwe. Wadau hao ikiwemo ni wafanyabiashara, tumeona hapa Forodhani Park wanafanya biashara, lakini pia tunaangalia wadau wengine, kwa mfano wa mabodaboda au watu wengine ambao wanaendesha taksi na wengine, lakini pia na wananchi kwa kawaida ambao makazi yao yako ndani ya huu Mji Mkongwe. Baadhi ya watendaji na wadau walioshiriki mafunzo hayo walikuwa na haya. Kwa upande wangu kwenye masuala ya construction walitaka kufahamu, yani wametupa mafunzo katika masuala ya construction
pia walitaka kujua the way tunavyo ujenga, yani tunavyoendeleza mji wetu katika masuala mazima ya construction, kwenye masuala ya mfano kwenye utoaji wa vibali, the way tunavyotoa vibali vya matengenezo tunatoaje, yani the way tunavyosimamia ujenzi wetu, the way tunavyofanya site visiting katika majengo yetu, yani katika part of construction. Kwa hiyo mafunzo ambayo yamekuja leo yametusaidia sana, na sisi tumepata mwamko ambao tutahamasisha wenzetu namna gani tuweze kuimprove kutokana na maisha ambayo yalivyo. Unaweza ukajiona kwamba uko maskini, lakini kutokana na mafunzo ya leo tunajiona kwamba ni matajiri. Na hawa JIGA ambao wameshirikiana na Tanzania kwa kupitia Mheshimiwa Rais Mwinyi, najua kwamba yeye ndo ametuandalia mafunzo haya ili tujinyanyue, kwa sababu tumelala sana katika nini. Kuna fani nyingi, kuna mambo mengi ya kujiendeleza, lakini tumejisahau au tumedelay kwa kweli. Lakini muda na fursa bado upo. Kama tutapata mafunzo haya kila mwezi au kila mwaka, kwa kweli yatatunyanyua sana kimaisha na kimaendeleo. Falsafa ya Kaizen kutoka Japani kupitia shirika la maendeleo ya JECA imewahi kuwasilisha falsafa hiyo kwa Wizara ya Utalii na Mambo ya Kale mwanzoni mwa mwaka huu. Mafunzo hayo yamefanyika katika ofisi za Mamlaka ya Hifadhi na Uendelezaji Mji Mkongwe Forodhani Zanzibar. Imewashirikisha watendaji wa Mji Mkongwe, wafanya biashara bustani ya Forodhani, waendesha bodaboda, hususan wanaotumia Mji Mkongwe.